Naamini kwamba uko mbeleni au sobana Mwenyezi Mungu akinisaidia nitakuwa mtu mkubwa. Nitakuwa mtu mkubwa kwa sababu hata Nyerere mwenyewe aliwahi kufungwa, kama hujui. Nyerere alishawahi kuhukumiwa kwenda jela au kulipa fine. Bahati nzuri alikuwa na hela akalipa fine. Na maana asingekuwa na hela angeenda gerezani. Alihukumiwa na serikali ya ukoloni. Clayton Revocatus Chipando, anayefahamika kama Baba Levo, ni mbunge wa jimbo la Kigoma mjini. Safari yake ya kisiasa imekuwa ya hatua kwa hatua, ikianzia ngazi ya chini ya uongozi. Kabla ya kufikia hapa alikopita, Baba Levo aliwahi kuwa diwani wa Mwanga Kaskazini kupitia chama cha ACT Wazalendo kuanzia mwaka 2015 hadi mwaka 2020. Kipindi ambacho kilimpa nafasi ya kukutana na changamoto za wananchi kwa karibu. Kwa sababu hichi cha kwake kinakwenda kundo nyumba kubwa. Mambo ni mazuri. Juni 29 mwaka 2025, Baba Levo alichukua fomu ya kuomba ridhaa kupitia Chama cha Mapinduzi CCM kuwania ubunge wa Kigoma mjini. Hii ilikuwa hatua ya kwanza kuelekea safari yake mpya ya kisiasa ndani ya chama kipya. Agosti 23 mwaka 2025, CCM ilimteua rasmi Clayton Revocatus Chipando kuwa mgombea wa ubunge kwa tiketi ya chama hicho katika jimbo la Kigoma mjini. Na jimbo la Kigoma mjini ameteuliwa Clayton Revocatus Chiponda Baba Levo. Septemba 9 mwaka 2025, Baba Levo alizindua kampeni zake rasmi ambapo mamia ya wakazi wa Kigoma walijitokeza. Katika uzinduzi huo alielezea vipaumbele vyake na kuwaomba wananchi kumpa ridhaa ya kuwa mbunge wao. Uzinduzi wa kampeni ulipambwa na burudani kutoka kwa wasanii kama vile Zuchu na D-Voice, jambo lililovutia umati mkubwa zaidi. Katika kampeni hizo, Baba Levo alitaja vipaumbele vyake kadhaa. Kipaumbele cha kwanza kilikuwa ni barabara, na alisema wazi kuwa atahakikisha anafuta kabisa vumbi katika jimbo la Kigoma mjini. Kazi ya kwanza naenda kuifanya katika jimbo la Kigoma mjini, kazi ya kwanza ni kuhakikisha nafuta barabara za vumbi katika mji huu. Hatuwezi kuwa tunaitwa Kigoma mjini, lakini barabara zaidi ya 60% ni barabara za vumbi na makorongo. Nataka kuhakikisha tunayaondoa makorongo yote pamoja na barabara zote za vumbi katika mji huu. Sera yake nyingine ilikuwa kuboresha masoko ya jioni kwa kuweka meza za kisasa, kuweka taa nzuri na kufufua soko la Ujiji. Kwa vijana, hasa madereva bodaboda, aliahidi kuwasaidia kutokana na mikataba migumu wanaopewa na mabosi wao. Alisema atasimamia upatikanaji wa pikipiki mpya ambazo vijana watafanya kazi nazo na kurejesha fedha kidogo kidogo kwa mwaka mmoja kwa kiasi cha shilingi 3,000 tu ili kumaliza utegemezi kwa pikipiki za mabosi wenye mikataba ya kudidimiza. Baada ya uchaguzi kufanyika, Baba Levo alichaguliwa kuwa mbunge wa Kigoma mjini kwa kupata kura 35,727. Ndani ya siku 24 tu baada ya kuchaguliwa, alianza utekelezaji wa baadhi ya ahadi alizozitoa wakati wa kampeni. Miongoni mwa hatua alizochukua ni kugawa pikipiki 25 kwa vijana katika vijiwe mbalimbali, hatua iliyowafanya vijana wengi kuona mwanga wa moja kwa moja kutoka kwa ahadi zake. Yeye sasa sukumeni hiyo nende nayo. Au sio? Wasukumie hiyo waende nayo. Tafuteni dereva mwende. Pia alitembelea masoko ya jioni na kuanza kuweka mikakati ya maboresho ya haraka ili kuondoa changamoto zilizokuwepo awali. Hatua nyingine aliyochukua ilikuwa ni kuwagawia wajasiriamali meza zilizotengenezwa kutokana na mbao zote alizotumia wakati wa kampeni. Meza hizo zilisaidia wafanyabiashara waliokuwa wanauzia chini kupata mazingira mazuri ya kazi. Sasa hivi hamjakosea, na ndio maana tumeianza kazi kabla sijapokea hata posho yangu ya kwanza. Hizi meza nimetengeneza 500 na kazi yake ni moja tu. Kazi yake
Kwanza ni kuwatoa kina mama wanaopanga chini waweke juu ya meza. Lakini nataka niwaambie, meza anazotaka wafanyabiashara wa Kigoma wafanyie biashara, sio hizo ni demo. Katika kauli zake, Baba Levo amekuwa akisisitiza kuwa kama hatotekeleza yote aliyowaahidi wananchi, basi katika uchaguzi unaofuata wasisite kumkataa, kumzomea na kutomchagua tena. Kauli hii ilionekana kuleta imani kwa baadhi ya wananchi kuwa ana dhamira ya dhati ya kutumikia jimbo la Kigoma mjini. Na kumbukeni, nilisema kama sitoleta lami, msinichague 2030 tena, kwa sababu nitakuwa sifai, nitakuwa ni mbunge ambaye naenda kule kupiga kelele bila kuwa na mipango ya chini chini. Nitaziomba barabara bungeni, nitaziomba kwa waziri, uso kwa uso mimi na waziri, na nitaziomba barabara za Kigoma mjini, hata kwa mke wa waziri anisaidie kumwambia mume wake nataka barabara. Wananchi wa Kigoma mjini wanaendelea kufuatilia hatua kwa hatua utekelezaji wa matamko na ahadi zake, wakiamini kwamba kuna mengi makubwa yanayoweza kufanyika iwapo atasimamia misimamo yake na kusukuma maendeleo katika maeneo aliyoyaorodhesha kama kipaumbele. Safari ya Baba Levo kutoka msanii kisha diwani hadi kufikia kuwa mbunge ni safari inayoendelea kutazamwa kwa karibu na wakazi wa Kigoma. Wananchi wanasubiri kuona kama kasi aliyokuja nayo mwanzoni itaendelea hadi mwisho wa muhula wake. Yale mwana tengeza baba ndio kwa nyumbani. Mbona ndio kuuliza wewe unige una watu unatekeleza? Watakazaka hivi. Tunajenga vitu. Tunajenga vitu. Huwezi kufananisha soko na garage. Makala hii imeandaliwa na Ali Dreams TZA, reporter wa IOTV Kigoma. Mimi ni Regina Baltazari.